Hello, naitwa Dr. Frank Felisa Ndugai, ni mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na watoto kutoka Shekhe Clinic. Siku ya leo nataka tuende tukaangalie moja kati ya sababu za msingi sana. Nafahamu kwamba tuko katika kipindi cha mifungo ya Kwaresma na Ramadhani, ambapo watu wengi wa Kristo na Waislamu tuko katika mifungo ya kuhakikisha tunatengeneza mahusiano yetu mema na Mungu wetu. Wengi wamehisi kama tu kufunga ni hali ya kawaida, lakini kufunga ni moja kati ya jambo jema sana kiafya. Kwanza niwapongeze, Mungu awabariki. Kufunga ni jambo moja zuri sana kiafya. Kuna faida nyingi sana za kufunga kiafya. Nataka tukaongelee at least baadhi ya faida za ufungaji kiafya. Faida moja kubwa ya kwanza kiafya ya kujinyima ni kwamba katika ulaji wa vyakula vya kila siku tunatumia vyakula vya protini, carbohydrate na mafuta. Miili yetu inatengeneza contamination za magonjwa. Miili yetu inakuwa na muunganikano wa bakteria mbalimbali dhidi ya vyakula tunavyovila. Miili yetu inakuwa na sumu nyingi mbalimbali ambazo tunazikusanya kutokana na ulaji wa vyakula vyetu. Tukumbuke ya kwamba vyakula tunavyovitumia kwa asilimia kubwa vinatengenezwa au vinazalishwa katika mashamba kwa kutumia madawa. Kwa hiyo vyakula hivi tunakula vikiwa vina sumu. Wengine wanatumia vyakula vya supermarket vikiwa vina sumu, na ambavyo miili yetu inabeba sumu nyingi za kutosha. Sasa miili inashindwa kuweza kuondoa hizi sumu wakati wa ulaji, kwa sababu utatoa chakula hiki jioni, utaingiza kingine, na mchana utaingiza kingine, na usiku pia hivyo hivyo. Kwa hiyo mwili utakuta unashughulika kupokea tu. Sasa mwili unapopumzisha, tumbo limepumzika, ubongo unapata muda wa kukumbuka na kuandaa vitu tunaita antioxidant. Antioxidant ni vitoa sumu ambavyo mwili unaweza ukavichukua kutokana na matunda au mboga za majani ambavyo tulikuwa tunatumia. Mwili umehifadhi kama akiba, au vyakula tunavyovila wakati sasa wa kufuturu ila jioni, basi matunda kwa sana tunashauri pale ili mtu aweze kupata antioxidant. Kwa hiyo vyakula hivi au vitoa sumu hivi vinasaidia mwili kuweza kutoa, kwa sababu mwili ulikuwa hujabeba chakula kizito kwa muda mwingi. Kwa hiyo mwili utashambulia kile chakula, na hivyo virutubisho vitapata muda wa kuweza kupambana na hizi sumu ambazo tumezileta kwa vyakula kwa muda mrefu. Faida nyingine ya pili, mwili una generate kinga za kutosha. Mwili utakuwa na kinga nyingi za kutosha. White blood cells zinategemea mwili upate muda wa kupumzika katika ulaji. Kwa mwili utatengeneza kinga nyingi za kutosha. Utaona kwamba baada ya kutoka katika mfungo wa Ramadhani au Kwaresma, utaona miili yetu namna gani itakuwa imeboreka, namna gani miili yetu itakuwa imepata manufaa. Utakuta katika kipindi hicho mwili wako unausikia mwepesi na magonjwa huwezi kuambatana nayo. Huwezi kupata magonjwa kwa sababu mwili utakuwa umejenerate kinga za kuweza kujitosheleza. Kwa faida ya pili, mwili utatengeneza kinga na utakuwa madhubuti kwa ajili ya kupambana na magonjwa katika siku zinazofuata. Kitu kingine cha tatu, tunasema ya kwamba tumbo litakuwa lina uwezo wa kuweza kuaccess chakula vizuri. Wale walio na matatizo ya choo kigumu, kukosa choo kabisa, wanaweza kuanza kupata choo vizuri mara baada ya kutoka katika mifungo hii, kwa sababu tumbo lilikuwa na baki mweupe na lilikuwa napokea chakula chepesi wakati wa jioni. Kwa hiyo tumbo kwa ujumla vitapata muda wa kupumzika na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kumeng'enya chakula katika misimu inayofuata. Kwa hiyo hizi ni faida kubwa tatu za kiafya ambazo mtu anaweza kukuta anazipata, au ni faida anazozipata wakati wa mfungo. Tutoe tahadhari kiafya kwamba kama unafunga aidha ujana kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakikisha unatumia kitu chepesi cha moto wakati kama chakula chako cha kwanza mara baada ya kutoka kwenye mfungo. Ni wakati wa jioni, kisha unapata bilauri ya maji ya uvuguvugu, at least bilauri ya maji ya uvuguvugu, lakini pia unaweza kupata kikombe cha uji au bilauri ya maziwa ya moto. Hii ni kusaidia kusisimua na kufanya tumbo letu au tumbo wa chakula kujiandaa kwa ajili ya kupokea chakula kingine, na hii itakusaidia kuweza kuhakikisha utumbo wako unakuwa salama. Usiende kwenye chakula kizito tu moja kwa moja. Mara nyingi inaweza ikaleta kusokota kwa utumbo na kuingia kwenye matatizo mengine ya kiafya ambayo yanahitaji medical attention, matibabu ya kina ya daktari. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hivyo. Baadaye kula chakula chepesi. Usiwe chakula kwa kushindilia sana, kwa kushambulia sana, kwamba lazima ule kwa sababu mchana kula chakula chako chepesi. Kumbuka tunafuturu wakati wa usiku, wakati wa jioni ila saa 12 au saa 1. Kwa hiyo tunatakiwa tule chakula chepesi ili matumbo yetu yalale yakiwa hayana chakula tena. Kwa hiyo tunachokishauri kwa kiafya ni kwamba
ukipewa chakula cha usiku ukala, hata wakati unakwenda kulala, mtu akija na sahani au bakuli ya chakula akakupa, una uwezo wa kuila na kuimaliza. Usile chakula kwa kufikia tu mtu anakupa, hata wakati mwingine bakuli ya chakula uwe hauwezi kuila. Hii inaweza kukuta inasababisha changamoto. Kwa hiyo tumbo lako lilale likiwa wazi. Alafu wakati wa asubuhi utahakikisha unakula chakula cha kutosha. Tumeelekeza katika kipindi kilichopita namna ya ulaji wa vyakula vya asubuhi na chakula cha asubuhi kinatakiwa kiwe kwa namna gani. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Mimi Dr. Frank Faisal Rugai, Kwaresma njema na mwezi mtukufu mwema. Mungu akubariki na kutengeneza uhusiano wewe na Mungu wako. Kwa heri, tukutane wakati mwingine. Bye bye.